بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: من فوائد الصيام أولا تقوى الله. katika faida za saum, kwanza ni kumcha Allah. وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. enyi mlioamini mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa na takwa. Kwa hiyo faida ya kwanza katika faida za saumu hii ni kuwa mtu anapata takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Pili, katika faida za siyam, sihatul badan, ni siha ya mwili, uzima wa mwili na kupata afya katika mwili. Hii ni moja pia katika faida za saumu, kwamba mwili unapata uzima. Kinyume au vinginevyo, chakula mara nyingi ndicho kinacholeta maradhi katika mwili. Kwa hiyo saumu inaleta siha katika mwili. Faida ya tatu, tadhiqu majra shaitani, ni kudhikisha njia za shaitani, kuzifanya ndogo njia za shaitani, kama inavyojulikana katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ash-shaytanu yajri min ibni adama majra dami fil insan, shaitani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu, zile njia inazopitia damu katika mwili ndiyo njia ambazo shaitani pia anapita katika kila mwili wa mtu. Kwa hiyo kufunga saumu inazifanya ndogo zile njia za shaitani katika mwili wa yule mfungaji. Faida ya nne, tadhakkuru hali alfuqara wal masakin, kukumbuka hali ya mafakiri na maskini. Anayefunga anakumbuka hali ya mafakiri na maskini, wale ambao pengine hawana chakula, wale waliokosa chakula cha asubuhi, cha mchana, cha jioni au cha kila wakati. Anayefunga anakuwa anakumbuka hali ya mafakiri wale katika siku za kawaida ambazo sio za mwezi wa Ramadhani, wanakuwa katika hali ngumu ambayo ni kukosa chakula. Kwa hiyo anayefunga anakumbuka hali hiyo ya mafakiri na maskini na kuwa na unyenyekevu kwa kukumbuka hali za watu hao wasio na uwezo ya kupata chakula. Khamisan, katika faida za saum, as-saumu junna, saumu ni ngao. Saumu ni ngao ya maasiya, saumu ni ngao ya moto, kama alivyosema Mtume sallam, as-siyamu junnatun minan nar, saumu ni kinga ya moto. Kwa hiyo katika faida za saum ni kwamba saumu ni ngao, kama warada fil hadith kwamba yule anayefunga Allah subhanahu wa ta'ala anamweka mbali na moto kwa muda wa miaka 70. Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Pia katika faida za saum, saumu yuallimu sabra, saumu inafundisha subra. Ibada ya saum yuallimu sabra, inafundisha subra katika kutekeleza taa, na subra katika kuacha maasiya, na subra katika kuvumilia zile aqdar za Allah zenye kutia uchungu, misiba, mitihani, shida, matatizo. Saumu inafundisha ibada hiyo ya subra. Faida ya saba, as-saumu intisarun ala nafsi, saumu ni kuinusuru nafsi, sababu nafsi inapenda matamanio ya wakati wowote.
Kwa hiyo saumu mtu akifunga anakuwa anainusuru nafsi na kufuata matamanio yake. Mtu anatakiwa asifuate matamanio ya nafsi, kwa sababu nafsi mara nyingi inaamrisha maovu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kwa hiyo as-sawmu intisarun ala an-nafsi. Faida ya 8, as-sawmu intisarun ala ash-shaytan. Saumu pia ni kujinusuru na shaitani. Shaitani anapenda sana mtu anayekula mara kwa mara, sababu ile kula ndipo shaitani anapopata njia za kuingilia kwa mwanadamu na kufanya matamanio yake mwanadamu. Kwa hiyo saumu, anapokuwa na saumu mtu anajinusuru pia na shaitani na kujilinda na shaitani huyo ambaye mara kwa mara anamshawishi mtu na kumtia mawazo mabaya. Faida ya 9, saumu ramadhana yuallimu almuslima liltizama bilmawaid. Saumu ya Ramadhani inamfundisha muislamu kujilazimisha na ahadi. Saumu ramadhana yuallimu almuslima liltizama bilmawaid. Saumu ya Ramadhani humfundisha muislamu kujilazimisha na ahadi alizoziweka, sababu vinginevyo akivunja ahadi itakuwa ni mrongo, amevunja ahadi yake kwa kusema urongo, ambapo si sifa ya muislamu, ni sifa ya wanafi. Kwa hiyo saumu ya Ramadhani katika faida zake inamfundisha muislamu kujilazimisha na ahadi anazoziweka. Faida ya 10, saumu Ramadhana ramzul litauhidil muslimin. Saumu ya Ramadhani ni alama ya umoja wa Waislamu. Waislamu wanafunga pamoja, wanafungua pamoja, ndivyo inavyotakiwa. Ndivyo inavyotakiwa kwamba Waislamu waanze kufunga pamoja, wafungue pamoja, wafanye Idi pamoja. Lakini matatizo yako sisi wenyewe, sio saumu wala si Uislamu. Matatizo ni baadhi ya Waislamu kwamba hawataki jambo la umoja wa Waislamu. Kwa hiyo hata kadhi yakitangaza hawataki hivyo hivyo, hata ikiwa vipi hawakubali hivyo hivyo. Hii ni matatizo ya baadhi ya watu. Lakini Uislamu na saumu ni alama ya kwamba Waislamu wafunge pamoja, wafungue pamoja, wafurahike pamoja, wapendane. Lakini sasa baadhi ya Waislamu wana matatizo. Kadhi ameshatangaza, bado wao wanasema huo ni mwezi wa Kiwahabi, sijui kadhi amenunuliwa na nani kadhi wa watu? Nani aliyekwenda kumnunua kadhi yule? Nani? Sasa ni mambo ya matatizo ya baadhi ya watu kwamba hawataki umoja, na ndio maana furqa hii inatokea. Hata kwenye ibada pia wao wanajitenga, wanafanya ibada nyingine sio hizi zilizofundishwa na Mtume, wanajifundisha wenyewe, wanaanzisha ibada zao. Ni matatizo ya baadhi ya Waislamu, hususan almubtadi'a. Lakini Uislamu na saumu ni alama kubwa ya umoja wa Waislamu. Faida ya 11, siyamu 3 ayamin min kulli shahrin tudhhibu wahara as-sadri. Saumu ya siku 3 za kila mwezi inaondosha lile joto la kifua. Mtu akiwa anafuatilia siyamu zile za siku 3 za kila mwezi, siku nyeupe kama zinavyojulikana, basi zinaondosha ile wahara as-sadri, dhiki na joto la kifua, kwa sababu ile saumu inamsaidia kuondosha uchafu na joto lililo katika kifua chake. Faida ya 12, as-sawmu yuksibu al-'abda al-khayra fi dunya wal akhirah. Saumu inampatisha mtu khairi za hapa duniani na akhira. Qala ta'ala, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kufunga ni bora kwenu mkiwa mnajua. Faida ya 13, khulufu famis saimi atyabu inda Allahi min rihil miski. Harufu mbaya ya mdomo ya mwenye kufunga ni nzuri sana kwa Allah kuliko harufu ya miski. Khulufu famis saimi atyabu inda Allahi min rihil miski. Harufu mbaya ya mdomo wa mwenye kufunga, harufu hiyo ni nzuri sana kwa Allah kuliko harufu ya miski.
yani mara kwa mara mtu anapokuwa hajatia chakula katika mdomo wake hutoka harufu mbaya katika ule mdomo, kwa sababu aidha ya kukaa kimya sana au hajakula kitu. Hasa ile harufu mbaya ya saim, ya mfungaji, harufu hii ni nzuri sana kwa Allah kuliko harufu ya miski. Na ndio maana sio sunna mtu mara kwa mara upiga mswaki ule wa brashi na madawa na macolgate na nini. Sio sunna. Mtu atakiwa achukue mswaki tu wa sunna mara kwa mara apige. Hiyo ni sunna, anapata thawabu kuliko kutumia yale madawa ya meno kwa kuondosha harufu mbaya za mdomo. Faida ya 14, lisaimi farhatani yafrahuhuma, mwenye kufunga ana furaha mbili anazofurahikia. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Furaha ya kwanza ni ile wakati anapofungua, anafurahika kwa kufungua, na furaha ya pili atafurahika wakati wa kukutana na Mola wake. Hii ni katika faida kubwa za saumu. 15, dua usaimi mustajab. Faida ya 15 ni kwamba dua ya mwenye kufunga inakubaliwa. Dua usaimi mustajab, dua ya mwenye kufunga ni mustajab, inakubaliwa. Na litaelezwa sala la dua huku mbele. Ashari hataelezea swala hilo la dua, ni kwamba ni dua yoyote mtu anatakiwa aiombe akiwa anasoma. Hakuna dua maalumu iliyokuja sahih kwamba ni dua hii. Kumetembezwa sasa hivi clip, kuna bwana mmoja anatoa dua yake, hatusemi dua ya mtume, ni dua yake. Ametengeneza dua yake, anasema dua hii ndio anayotakiwa kila mwenye kufunga aiombe dua hii. Akataja adhkari nyingi, kasitaja, akasema dua hii mtu akiomba mwenye kufunga basi moja kwa moja kila analotaka sije analipata, kitu kama hivi. Lakini sio kweli, si dua ya mtume sallam. Ile ni dua ameitengeneza yeye mwenyewe yule, au hao mashekhe wake anaodai. Kwa hiyo dua ya mwenye kufunga ni mustajab, lakini dua yoyote ya kheri si dua maalumu kwamba aombe dua maalumu ndio itakubaliwa. Faida ya 16, as-saumu yashfa'u li sahibihi. Saumu itamuombea shafaa mwenye kufunga, kama fi hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma inda Ahmada wa sahahu al-Albani fi sahih al-Jami', kwamba as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama. Qur'ani, saumu na Qur'ani zitamuombea shafaa mtu siku ya kiyama. Qur'ani itasema huyu nimemzuilia kulala usiku, alikuwa akinisoma. Saumu nayo itasema huyu nimemzuilia chakula na matamanio yake mchana wa Ramadhani, alikuwa akifunga. Kwa hiyo tukubalie shafaa zetu, Allah atawakubalia. Qur'ani na saumu zitakubaliwa shafaa zao kwa wale wenye kufunga na wale wenye kusoma Qur'ani. Faida ya 17, as-saumu yudhifu ash-shabaq, lihadithi ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Saumu inadhoofisha matamanio, saumu inadhoofisha matamanio. Kwa hadithi hii ya mtume, enyi vijana, anayeweza katika nyinyi gharama za kuoa faliyatazawaj, na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwani kuoa kuna fumba zaidi macho. Wa ahsanu lilfarji, na kuna hifadhi na kuzuia na kulinda zaidi tupu. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, asiyeweza gharama za kuoa basi ajilazimishe kufunga. Fa innahu lahu wija, kwani kufunga kunadhoofisha matamanio. Kwa hiyo katika faida za saumu, yudhifu shabaq wa yudhifu shahwa. Faida ya 18, as-saumu yudafiu an sahibihi fil qabri. Saumu itamtetea mwenye kufunga kaburini, kama fi hadithi Abi Hurairah inda Ibn Hibban, thumma yu'ta an yaminihi fayaqulu as-siyamu ma qibali madkhalun, kama fi sahihi at-targhib. Kisha atafuatiwa upande wake wa kulia
saumu itasema ma qibali madkhalun, hakuna upande wangu njia ya kuingilia. Kwa hiyo saumu itamtetea mwenye kufunga kaburini kwa hadithi hii iliyo katika sahihi targhib, ka sahahu Sheikh Al-Albani fi sahihi targhib. 19 saumu ramadhana mukaffirun lidhunub, saumu ya ramadhani inafuta madhambi, lihadithi wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba au idha ijtunibatil kabair au idha ijtanabal kabaira. Ramadhan na ramadhani hufuta madhambi yaliyo baina yao mtu akijiepusha madhambi makubwa. Sala za Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani hufuta madhambi yaliyo baina yao mtu akijiepusha na madhambi makubwa, madhambi madogo yanafutwa. Faida ya 20, as-sawmu min asbabi dukhuli aljanna, saumu ni katika sababu za mtu kuingia peponi. Lihadithi man asbaha minkum al-yawma saima, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala al-janna, nani katika nyinyi aliyeamka kwamba ana saumu amefunga? Abu Bakar akasema mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hayakukusanyika hayo kwa mtu yoyote isipokuwa ataingia peponi. Kwa saumu ni katika sababu za mtu kuingia peponi. Faida 21, yunada as-saimuna yawm al-qiyamah min babi ar-rayyan, wataitwa wenye kufunga siku ya kiyama katika mlango huu wa ar-rayyan. Fala yadkhulu minhu illa as-saimun, hawaingii katika mlango huo isipokuwa as-saimun, wenye kufunga ndio wataingia peponi kupitia mlango huo unaoitwa ar-rayyan. Faida 22, as-sawmu min asbabi al-'itqi minan nar, saumu ni katika sababu za kuachwa huru na moto. Lihadithi walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla, Allah ana watu ambao anawaacha huru na moto, na hilo ni kila usiku. Kuna watu Allah anawaacha huru na moto, ina maana hawaingii motoni kwa sababu ya hiyo saumu. Faida 23, as-sawmu yuhadhibu al-akhlaq, saumu inasafisha tabia za mtu. Lihadithi idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni saimun inni saim. Ikifika saumu ya mmoja wenu, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu, fala yarfuth, asifanye mambo machafu, wala yaskhab, wala asipige makelele. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, yoyote akimtukana au akitaka kupigana naye, faliyaqul inni saim, na amwambie mimi nimefunga, inni saim, mimi nimefunga. Yule atakayeambiwa hivyo moja kwa moja ni kwamba hata mtukana tena akimwambia maneno hayo. Mtu anayefunga anatakiwa asiwe na hasira za haraka haraka, hata akitukanwa asirudishe matusi yale, kwa sababu akitukana na yeye tayari anajipunguzia thawabu za saumu yake. Sababu ulimi unatakiwa ulindwe, masikio yanatakiwa yalindwe wakati wa kufunga, na wakati mwingine macho, mtu anatakiwa ahifadhi macho yake, kila kiungo ahifadhi, akihifadhi isije ikamvurugia na kumpunguzia thawabu za saumu yake. Faida 24, as-sawmu yunmi fil insani atifata ar-rahma wal ukhuwa wash-shu'ur bi rabitati at-talamun wat-ta'awun allati tarbutu al-muslimina fima bainahum. Saumu huzalisha kwa Waislamu ile tabia ya huruma na undugu na kuhisi maungano na kusaidiana Waislamu, mambo ambayo yanawafunganisha Waislamu baina yao. Jambo la saumu linazidisha hii atifatur rahma, kwamba kuhurumiana Waislamu na undugu, na kuhisi hivyo kwamba Waislamu wako pamoja na kusaidiana baina yao.
allati tarbutu almuslimina fima bainahum, mambo hayo ambayo yanaunganisha waislamu katika hali iliyo baina yao. Nimesema hivi ndiyo saumu inavyofanya na ndiyo Uislamu unavyotaka, lakini matatizo yako kwetu sisi wenyewe. Hatutaki jambo hilo la kuhurumiana, hatutaki jambo hilo la kusaidiana, lakini saumu asli yake na Uislamu asli yake unataka na kuhimiza mambo hayo ya umoja na kusaidiana na undugu baina ya Waislamu. Faida 25, as-sawmu yuallimu al-amana wa muraqabata Allahi fi sirri wal alan. Saumu inafundisha uaminifu na kumchunga Allah katika siri na katika dhahiri. Ukiwa siri unamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, unakuhisi kwamba Allah anakuona, iwe ni katika siri au katika dhahiri. Saumu inafundisha uaminifu hivyo. Na muraqabatullahi fi sirri wal alan, kwamba unamuona kwamba popote ulipo Allah anakuona. Huwezi ukajifungia chumbani ukajipiga mahamri yako na machai alafu ukatoka ukajifuta midomo ukatoka kazini ukenda, Allah anakuona. Kwa hiyo saumu inafundisha uaminifu huo, kwamba unajua kwamba ukijifungia chumbani hakuna atakayekujua, lakini unafanya muraqaba kwa Allah, kwamba Allah anakujua, Allah anakuona. Kwa hiyo inakufundisha uaminifu huo. idh la raqiba ala saimi fi imtina'ihi 'ani at-tayyibati illa Allah wahdahu, hakuna anemchunga mwenye kufunga wakati anajizuilia na vitu vizuri isipokuwa Allah peke yake ndiye anemjua mtu yule. Lakini vinginevyo hakuna katika watu atakayemjua huyo anayejifungia chumbani, hakuna atakayemjua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anemjua. Kwa hiyo saumu ile inamfundisha uaminifu huo yule saim. Faida 26, saumu shahri ramadhana bi10 ashhurin wa saumu 6 min shawwal bi shahrain. Saumu ya mwezi wa Ramadhani ni kwa miezi 10. Mtu anayefunga Ramadhani mwezi mzima anahesabika amefunga miezi 10. Wa saumu 6 min shawwal bi shahrain, na saumu ya siku 6 za Shawwali baada ya Ramadhani ni kwa miezi miwili, yani siku moja kwa 10, siku moja kwa 10. Kwa hiyo mwezi mmoja wa Ramadhani ni kwa miezi 10 na siku 6 za Shawwal ni kwa siku 60. Hiyo ni mwaka mzima, kama alivyosema Mtume, man sama ramadhana thumma atba'ahu bi 6 min shawwal kana kasiyami dahr, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha na siku 6 za Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa Ramadhani ni kwa miezi 10 na Shawwal siku 6 ni kwa siku 60, hizo inakuwa ni mwaka mzima. As-sawmu yuallimu al-muslima az-zuhda fi ad-dunya wa shahawatiha. Saumu inamfundisha Muislamu kuupa mgongo ulimwengu, kuipa mgongo dunia na matamanio yake. Wa yuraghibuhu fil akhirah, saumu inampendekesha Muislamu kupenda akhira na kuipa mgongo dunia. Faida 28, as-sawmu yu'awwidu an-nafsa taqdima mahbubillahi ala mahbubi nafsihi. Saumu inamfundisha Muislamu yani inaipa mazoezi nafsi kutanguliza anayoyapenda Allah kuliko inayopenda nafsi yake. Saumu inaipa mazoezi nafsi ya mtu kutanguliza mahbubillah, anavyopenda Allah kuliko inavyopenda nafsi yake. Faida 29, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Mwenye kufunga siku moja tu katika njia ya Allah, Allah huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Hii ni mwenye kufunga siku moja tu, faida yake ni hiyo, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah huweka mbali uso wake na moto kwa miaka 70. Faida ya 30 na ya mwisho, as-sawmu yukassiru kibriya an-nafsi wa ghururaha. Saumu inavunja kibri cha nafsi na ghururi ya nafsi. Nafsi ina kibri, nafsi ina ghurur. Kwa hiyo mtu anapofunga anavunja kibri cha nafsi yake na ghururi ile
ya nafsi. Hizi ni baadhi alfawaid alizoelezea Sheikh Al-Wasabi katika mudhakira huu wa siyam. Wametaja faida 30. Nadhani katika sharhi atakuja kuelezea ufafanuzi wa fawaidi hizi. Wallahu aalam.